Kwa maana lugha alizotumia, moja, amefanya lugha ya kutweza utu wa watu, wamedhalilisha. Pili, ametumia lugha ya uchochezi. Sheria zipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulitarajia, na naomba nitoe maelekezo ya kisheria kwa jeshi la polisi. Nikasema una maana ya kutoa maelekezo, ninayo kwa mujibu wa sheria. Kwa maana mtu yeyote ambaye anafanya vitendo makosa ya kijinai, maelekezo ya sheria yamesema mtu huyo ni mtuhumiwa na anapaswa kukamatwa na kuhojiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa iweje mpaka leo hatujiona kwenye taarifa mbalimbali za habari kwamba limefunguliwa hata jalada la uchunguzi kuitishwa? Lengo la kusema haya nini? Tujue chanzo. Kwa maana yake jeshi la polisi katika hili wanabidi wawajibike. Wachukue hatua ipasavyo. Na wanavyosita kuchukua hatua ipasavyo, maana yake leo na kesho kutwa sisi wadau, kwa sababu tunajenga nyumba moja, isije kuonekana kwamba tuna majungu. Kwa sababu na sisi tutatumia kalamu zetu nyekundu. Tutaandika. Tutazishauri mamlaka za teuzi. Tutamshauri amiri jeshi mkuu. Jamani, unayaona huku mtaani yanaendelea na hizi vita za udini na vitu mbalimbali, kwa sababu tunao baadhi ya watumishi ambao hawajibiki. Ukiwa kama mkuu wa nchi na serikali kwa maslahi mapana ya taifa, ambaye umeapa na kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeapa kuondoa vita ya udini, ubaguzi na misingi yote, kwamba tunaona hapa watumishi hawawajibiki. Katika hili tunaomba uchukue hatua. Tutatumia kalamu nyekundu, maana yake tutaandika confidentiality, masuala ya siri, tunao sheria ya siri na tunazo sheria za usalama wa taifa ambazo zinasimamia masuala mazima, masuala ya siri. Kwa hiyo tusije tukafikia huko. Ndio maana wadau tunasema, kwa sababu tutafika sehemu ambapo hatutarajii sisi kama wadau ambao tunajenga nyumba moja tukataka tugombane.